navyoabudia nyinyi. Aliondosha la aabudu, kwamba mimi siabudi. La hakuiona tena, pale yuko mbali, macho yake yako deep kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Akasema aabudu ma taabuduna, mimi ninaabudia vile ambavyo mnaabudia nyinyi. Pale ikawa ni sababu mojawapo ya kuharamishwa pombe. Anasema mwenyewe Sayyidina Ali, mimi nilifanya hivyo. Wakati ule Madina nzima ilikuwa inanuka pombe, watu walikuwa nayo kwa makasiki. Sasa kinywaji watu wakichukulie kwamba wanatambua nini kwenye kinywaji, waziangalie watu juisi zote, kuanzia maji ya miwa, maji ya machungwa, juisi ya nanasi na iliyochanganywa nanasi na ukwaju, na nyingine ya paini, sijui kitu gani, sijui iliyofanywa kwa nini na nini, alimradi asiri zote zitizamwe. Halafu wende watu katika vinywaji vya soda, hii Mirinda, hii Fanta, hii Sprite, hii ndobosha gani, wende watu wakatungulie namna ya koo linavyopumzika mtu anapopata kinywaji kile ambacho anakitamani, anakipenda, anajua kwa kinywaji hichi nitastarehe sasa hivi. Amepata tabu mchana kutwa, mtu kipovu kinamtoka cha kinywa. Funga inakwenda katika siku za kiangazi, kaskazi, na mngelikuwa na nyinyi mnapata wasaa wa kukaa pahala kama hapa wa kuzungumza muda saa moja, wallahi mngethibitisha hayo, kwamba mkiteremka hapa kipofu mtu kinamtoka, na kwamba hata upewe instruction gani na daktari, bwana wewe hii voice box yako, sanduku yako ya sauti imefanya nini? Wananitizama daktari, wananiambia it's too much. Mbona inatisha sana hii nyekundu kama moto imeungua hii? Unakula pilipili sana? Sili pilipili mie bwana, nasema sana. Hii yako inatisha hii. Sasa instruction tunayokupa ni kwamba avoid maji ya baridi, kwa sababu ukiteremka pale ukienda kunywa maji ya baridi, ndiyo maana inakufa sauti ile. Wallahi niko tayari kutekeleza ile maazimio, lakini lazima uzimue kidogo, japo kidogo ya. Manake ile talk unaokuwa nayo ya muda saa moja, wallahi unajionea mwenyewe ile namna unavyohangaika. Kiroho kinapapatika, kipovu kinakutoka cheupe. Sasa kinywaji hapa ndipo unapokizungumza kikoje? Kinywaji, Mwenyezi Mungu ameweka kinywaji kule akhira ili kukamilisha neema kwa ajili ya waja wake. Hapa duniani watu wanajua nini kinywaji. Insha Allah tutakuja kuendelea nayo maudhui hii katika darasa inayofuatia kesho tukijaliwa. Michango yetu inaendelea kama kawaida, wakusanyaji watakuwa nje msikiti tukitawanyika, na wanaohitaji kaseti kama kawaida wanaweza kuonana na waliohusika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمناه منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم وما قضيت لنا من الأمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك،
واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اذهب البأس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونثني عليك الخير كله، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Kabla hatujaendelea na darsa ya tafsiri katika suratu Naba, kwanza kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nitalijibu suala lililokuja kutokea upande wa kina mama. Ni suala ambalo muhimu kwenye kadhia inavyoonyesha ilitokezea jana hapa msikitini. Wanawake wanauliza hivi:
wanasema tunaomba utueleze kuhusu hii sijidati tilawa. Sijida at-tilawa yani ni sijida ambayo inapatikana baada ya kusomwa aya ya Qur'ani, ikawa imetoa amri au imeashiria vitendo vya watu wema wakati wanaposomewa Qur'ani na sujudu. Basi aya ile yataka kuigwa vitendo vya watu wema wale, au kutekelezwa amri ya Mwenyezi Mungu ile wanaoswali au mtu anasoma Qur'ani akifate kitendo kile. Hiyo ndiyo sijida at-tilawa. Anasema tunaomba utueleze kuhusu hii sijida tilawa, kwa sababu sisi sote huku wanawake tumesujudu wakati inasaliwa swala ya tarawehe. Tumesujudu wakati tunaijua aya ile ni aya ya kusujudu. Kumbe imam aliyekuwa anasalisha, imamu yeye hakusujudu na wala hajatoa sijdati sahwi wakati anaimaliza rakaa yake ya pili ile, yani mwisho wa sala. Sasa wanauliza wanawake, vipi suala hili? Kwa sababu sisi, wanaposema wenyewe, tumecheza penalty ndani ya swala. Je, suala hili si lazima kwetu ingawa ni sunna? Baya zaidi sisi huku wanawake, kuna ambaye alisujudu na wenzake wakamfuata, baada ya kumaliza swala wakawa wanamcheka na kumsema eti amesujudu yeye mtu mmoja na wenzake wote wamemfuata yeye. Tueleze hali hii kwa kina. Seuze yule sahaba ambaye aliyeota usingizini kuwa mti unasujudu, aliambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ulikuwa na haki zaidi ya kusujudu. Kwa hakika wale maimamu wa tarawehe na witri kama wapo, basi sasa yale tulokuwa tukiyazungumza kwenye mazoezi yashatokea. Sasa tulikuwa tukishikana shikio kwenye mazoezi, tunasema kwamba mwezi unakuja mtukufu, mwezi wa kazi huo, mwezi wa ibada huo. Ikiwa watu wanajiandaa kwenda kuvunja majungu, mapikniki na kukaa uchi na kufanya fiski, sisi tujiandae kwa ibada, tujiandae kwa kusoma Qur'ani, tujitayarishe. Watu watatufuata misikitini mwetu humu kwa kuamini kwamba mle mwahala inasomwa Qur'ani, ndivyo panaswaliwa vilivyo, watatufuata watu sisi. Kwa hivyo tuwape heshima kamili wale ambao tutakuwa tunawaswalisha, tuwaheshimu. Na katika mazoezi hayo nilikuwa mkali bila kiasi, nilikuwa simstahi mtu, nilikuwa naweza kumvunjia mtu kadiri yake mara moja tu. Anasoma Qur'ani, mtu anadodosa na kwenda kisasa, naambia wacha, kama ta mwingine, wewe wacha. Hii naambia si kama ninakuadhiri na kuweka attention. Tunakabiliwa na siku tukufu sana ndani ya ibada, lazima tuwe tayari kuzikabili siku hizo. Baadhi yao wakihudhuria kwenye mazoezi katika regular attendance, na baadhi yao mazoezi waliachukulia kwa ni kitu cha upuuzi, wakakatakata. Matokeo yake jana wakati tunaswali tarawehe hapa, imamu mmoja akaswali huku anasoma suratul Hajj, ambayo suratul Hajj Mwenyezi Mungu ameifadhilisha kwa kuweka aya za sijida tilawa mara mbili katika sura moja hiyo.
Kwa bahati mbaya mwenyewe imam alifanya kitendo hicho, alinikabili baada ya swala, amekuja apologize, amekuja kuomba radhi, ametaka samahani ya kwamba sijui ilikuwaje hata ikawa imempitikia aya ile hakusujudu. Sasa sisi kwa upande wetu wanaume ambao tunaye yule imam pale, tunamuona alipoiacha sida tilawa, ni kwamba tunaelewa kwamba si lazima kusujudu kama imam ataiwacha, si lazima. Lakini si jambo zuri, lakini si jambo jema, huwa yamepita makosa, kwa sababu mtume wa Mwenyezi Mungu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, haijapatikana hadithi yoyote ndani ya swala kwamba aliwahi kusoma aya inayo sida tilawa na akawacha asisujudu. Na yeye ndiye anaotuambia sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona mimi nasali. Ina maana kusujudu ndo ndivyo. Ndani ya swala kusujudu ndo kumfuata mtume. Ama nje ya swala aliwahi mtume kusomewa suratul Najmi, asisujudu nje ya swala. Yategemea pengine pale pahala au hali yake mtume hakupenda kusujudu na kumtaja Mwenyezi Mungu bila ya udhu. Nje ya swala masala mengine ilitokezea kusomewa mtume suratul Najmi na asisujudu. Lakini ndani ya swala maswahaba wanasema hajapatapo mtume kuwa anaswali si swala ya fardhi wala swala ya sunna na akakutana na aya yenye sijda tilawa na asisujudu ndani yake. Sisi wanaume kwa kuwa tunaelewa jambo lile si lazim, basi tulifuatana na imamu kwenye swala ile bakia tukawa tukusujudu, hali ya kuwa nafsi zetu zinasononeka, lakini zinaumia, lakini zimeingia kwenye tofrani, lakini sijda tilawa ameiwacha. Kumbe kule kwa wanawake ambao wako juu kulitokezea tofrani. Wao kumbe ile Qur'ani wanaifuata vilivyo, na miongoni mwao wengi ni wasomaji siku hizi. Hao wanawake sio kama ile karne iliyopita zamani, si kama miaka 30 iliyopita nyuma, kwamba wanawake walikuwa nyuma sana kwenye dini. Sasa wako mbele, sasa wanasoma, tena wanasoma wanawake kwenye kila umri, kuanzia watu wazima na umri wa katikati na mpaka wa vijana wadogo wadogo, wanajua dini sawa sawa sasa, na wanajua hadhi ya sijda tilawa ilivyo. Miongoni mwao nimekwisha waandikia maudhui ya as-sujudu lillahi wahdahu. Nimewaandikia maudhui ile kuhusiana na subject sijda ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Na katika maudhui hiyo, wakati tunazungumzia juu ya habari ya sijda, kilikuja kisa cha Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri alimwendea mtume siku moja akamwambia, ya Rasulullah, inni ra'aytu fil manami ka'anni ajlisu tahta shajaratin wa sami'tu shajarata taqra'u surata Sad wal Qur'ani dhikri. فلما وصلت الشجرة إلى آية السجود سجدت لله سجدة وسمعتها تقول في سجودها اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. Sahaba Abu Sa'id al-Khudri anamwambia mtume, ya Rasulullah, mambo makubwa jana usiku. Masahaba walikuwa hawachukulii mzaha wanapoona ru'ya usingizini, kwa sababu mtume alikuwa akiwasomesha kuhusu ru'ya. Alikuwa akiwaambia ya kwamba haijabaki katika mambo ya utume illa mubashiratin,
utume umemalizika kwangu mimi Muhammadi, yaliyobaki katika mambo ya kiutume ni mubashiratin, mambo ya bishara. Qalu wa mal mubashirat ya Rasulullah, nini mubashirat? Mtume akamwambia ar-ru'ya salihah, ndoto njema mtu akiona, hayo ni mambo mubashirati kayapata mtu, kabahatika kupata mambo makubwa. Na hapati mtu kwa kutokezea bahati tu. Mwenyezi Mungu mwenyewe mambo anayaendesha vilivyo. Akikuonesha jambo usingizini, basi lishughulikie sana kulitafuta. Sizungumzi zile adghathu ahlamin, sizungumzi mparaganyiko wa ndoto ambazo mtu pengine kaladako sana limempata vizuri, ikawa hakuweka thuluthi ya chakula mbali, thuluthi ya maji mbali, thuluthi ya pumzi mbali, kapapia kiasi ambacho kenda kulala pale pumzi juu juu, matokeo yake anakuta chakula kimemkaba. Na njozi zinazokuja pale ni njozi za vitisho moja kwa moja, njozi za kufukuzwa na simba, watu wote wanakwenda mbio, yeye mtu hendi, yuko hapo hapo anaanguka mashimoni. Watu wote wanaokoka na nyoka, yeye kazongwa na chatu, anakaribia kumezwa. Alimradi imekuwa tabu na mashaka, hata akizindukana tahabani anahema. Sizungumzii hizi adghathu ahlamin, nazungumzia vyuma vya ndoto. Unaijua mwanzo mpaka mwisho, si mparaganyiko, unakiona kitu waziwazi kinakuja. Kama ni maneno safsafina, hata kama unazungumza na aliyekufa zamani, anakwambia kitu safsafina. Basi Abu Sa'id al-Khudri akamwambia Mtume, mimi nimeona usingizini kama kwamba nimekaa chini ya mti mmoja mkubwa. Ule mjiti, wasami'tu shajarata taqra'u surata Sad wal Qur'ani dhikri, nikausikia mti ule unaisoma surata Sad. Sad hii maarufu, wal Qur'ani dhikri, bali alladhina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Na ndani ya surata Sad uliendelea ule mti, sura ninaijua wallahi, mti unasoma ninajua kwamba hiyo ni aya kadha, hiyo ni ikhfa, hiyo ni idghamu. Nimekaa makini kabisa, naona raha ule mti unasoma surati Sad. Ukaja zake mti mpaka ukafika pahala penye sijda tilawa. Pahala hapo ni kuhusiana na kisa cha nabii wa Mwenyezi Mungu Daudi alayhi salam. Siku moja Nabii Daudi ghafla aliingiliwa na watu nyumbani kwake, hawajui watokako. Mwenyezi Mungu anasimulia kisa hichi, wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu alayhi fafazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'dhuna ala ba'dhin fahkum baynana bilqisti au bilhaqqi wala tushtit wahdina ila sawa'i sirat inna hadha akhi له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه وخر راكعا وأناب. Hapa mtu kafika wa kharra raki'an wa anab, ule mtu kaporomoka kusujudu. Na asili ya kuporomoka mtu kusujudu, kielelezo cha kisa hichi ni hivi: wa hal ataka naba'ul khasmi, je msikilizaji, imekujia habari ya watu wanaogombana, watu wanagombania jambo. Idh tasawwaru al-mihrab, kumbuka pale walipokiuka ukuta nyumbani kwa Nabii Daudi, ghafla wameingia ndani. Idh dakhalu alayhi, kumbuka pale walipoingia kwake Nabii Daud. Fadakhalu ala Daud, idh dakhalu ala Daud, sio dakhalu alayhi. Haya, idh dakhalu ala Daud, kumbuka pale walipoingia kwa Nabii Daud.
fafazia minhum, Nabii Daudi akafadhaishwa nao, alishtuka, watoka wapi watu hawa? Qalu la takhaf, wale watu wakamwambia usiogope mzee, take it easy, haya mambo si kwa ajili ya shari yako wala nini, sisi tumekuja tuna ugomvi wetu. Khasmani, sisi ni wagombanao wawili, bagha ba'duna ala ba'dhin, amefanya kibri, dhulma mmoja wetu kumdhulumu mwingine. Fahkum bainana, pitisha uamuzi baina yetu Nabii Daudi bilqist, kwa uadilifu, wala tushtit, na wala usipendelee huku wala huku, wahadina ila sawa'i sirati, na utuongoze kwenye njia iliyonyoka. Haya, eleza wewe msemaji mkubwa sana, hebu eleza. Mmoja wao anaambiwa aeleze, akaanza kutoa statement. Mtu mmoja akasema, ndio nimekuja kwako mtume wa Mungu, wewe na wewe ndo hakimu wetu. Inna hadha akhi, huyu ndugu yangu. Ndugu yangu si maana ya kuzaliwa tumbo moja. Ndugu yake mtu inakuwa katika dini ndugu yake vile vile, ndugu yake jirani yake ndugu yake vile vile. Inna hadha akhi, huyu ni ndugu yangu. Lahu 99 na'jatan, yeye anao na'jatan, ngamia 99 au kondoo au mbuzi. Walia na'jatun wahida, na mimi nina kondoo wangu mmoja. Yeye anao kondoo 99, mimi nina wangu mmoja. Huyu unamuona ndugu yangu, nimekuja naye hapa mashtakani, huyu ndivyo alivyo. Mtazame uzuri sura yake. Nabii Daudi anatazama kweli, amtazama yule mtu anoshtakiwa, ana kondoo 99 na mwenzake anaye mmoja tu. Faqala, ananambiaje? Akfilniha, nipe kondoo wako mmoja tumchanganye kwenye bia tufuge pamoja. Wake yeye 99, wangu mie mmoja tu peke yake. Mambo makubwa sana hayo, kwamba mtu ana mali nyingi, yangu mie moja ananishikilia kwa lazima tuchanganye tufuge. Lazima hapa kwenye changu kimoja hichi pana dhahabu hapa. Kwa nini akaruka roho huyu? Ataka nini kwenye kitu kimoja chake kingi? Lazima pana kitu hapa. Mwenye macho hambui tizama, mti na macho. Mimi sitaki, mwenye kondoo wangu sitaki mimi, kanishika tena katika kunishikilia kwenyewe. Wa'azzani fil khitabi, amenizidi mno katika maneno. Mtu ana fasaha huyu sijapata kuona, mtu ana logic huyu sijapata kuona, mtu ana balagha huyu, ameniingia kwa maneno mpaka ninaona nimeregea. Sasa Nabii Daud kwa kuwa ni binadamu hakuchukua maelezo upande wa pili, aliyachukulia maelezo yale moja kwa moja kuwa ni kweli. Na yule wa pili kakaa kimya pale, akaonekana kwamba ni mtu ambaye amekwisha plead guilty. Kumbe ilikuwa anayo nafasi ya kumuuliza, je bwana unasemaje? Mambo haya ni kweli yanayozungumzwa kwako wewe? Unamshikilia kweli huyu? Habari ya kondoo wake mmoja kuchanganya na kondoo wako 99 na umemzidi kwa kweli mambo haya? Moja kwa moja Nabii Daudi akasema, akasema Daudi, laqad